Kuna zile ndoto mnaweza wewe na washikaji zako mkaziota, mkajipanga kwamba mkimaliza chuo mfungue kampuni yenu mkiamini kwamba umoja wenu una maguvu sana na ushindi. Kuna mmoja kama tulimlazimisha, alikuwa na akili sana. Baadaye mkishamaliza chuo, ile mnaitana mjue sasa pa kuanzia, mnagundua ni bora kila mtu angeshika njia yake. Anataka kufanya mwenyewe, hataki kushare. Mimi nikaenda kutafuta kazi ya kuajiriwa. Kila mtu ana hadithi yake ya kweli ya maisha na harakati zake. Na hii ni hadithi ya kijana Amiri Amani mwenye umri wa miaka 32 ambaye nilikutana naye kwenye ofisi za kampuni inayotengeneza na kuuza malori ya 4 zilizopo Tazara, Dar es Salaam, akiwa anakabidhiwa lori lake la 7 la 4. Kuna mtu mmoja pia alinishauri akaniambia kwa kuanza anza na FAU kwa sababu ni gari ambayo kutokana na uimara wake wanasema ina shukurani. Kwa sasa Amiri ni mpambanaji ambaye kampuni yake inafanya usafirishaji wa mizigo nje ya nchi kama Kongo, Burundi, Rwanda, Malawi na Zambia, ambapo biashara yake imekuwa ikikua siku hadi siku, na sasa amekuja kununua lori lake la 7 la 4, na kikubwa ni kwamba malori yake yote hayo ni kutoka chapa ya 4 na sio chapa nyingine. FAU ni imara. Ule ulaji wa mafuta una ufanisi mzuri. Gari hata ikiharibika labda Iringa, Mafinga, Morogoro, anywhere unaweza kuipata spare ya FAU. Mwaka 2012 wakati Amiri anamaliza diploma katika chuo cha usafirishaji Dar es Salaam, yeye na wenzake walipanga wafungue kampuni ya Clearing and Forwarding. Tulipomaliza chuo diploma mwaka wa 3, tulikubaliana na wenzangu wawili tufungue kampuni. Baadaye tumeanza kufanya mchakato wa kufungua ile clearing company. Unajua kufanya biashara mkiwa wengi kidogo inahitaji moyo. Kila mmoja ana idea yake. Ni kweli. Huyu anataka kufanya hiki, huyu anataka kufanya hiki. Kuna mmoja kama tulimlazimisha ambaye kwa alikuwa na uwezo kidogo. Anaweza kufacilitate ile kufungua kampuni kwa sababu kufungua kampuni ya clearing lazima uwe na fedha. Achilia fedha tu. Alikuwa na akili sana kwamba tulijua atatusaidia kwenye kufaulu mtihani wa kupata leseni TRA. Kwa hiyo wakati tumeanza ule mchakato akawa kama disappoint, anarudi nyuma kwamba anataka kufanya mwenyewe, hataki kushare. Baada ya hapo Amiri akaamua kwenda zake kutafuta kazi ya kuajiriwa. Kwa hiyo nimeajiriwa 2013 kama clearing agent tu wa kawaida, kutoa mizigo bandarini, kwenda hizi shipping line kufanya documentation. Yes, 2013 mpaka 18. Aliifanya hiyo kazi kwa miaka 5 na kisha akaamua kuiacha. Nikawa nimeenda kuajiriwa kwenye kampuni ya uzalishaji wa mafuta, kamua mafuta Singida, mafuta ya alizeti. 2018 ile mpaka 2019 mwishoni. Amiri ambaye ni mzaliwa wa Moshi, Kilimanjaro, mwanafunzi wa Himo Primary na Mieresini Sekondari kama unaelekea Marangu, ametoka katika familia ambayo ina baba anayefanya kazi za usafirishaji. Baada ya kuacha kazi ya kuajiriwa Singida, alikuwa na kiu ya kuanzisha kampuni yake, lakini kuanza ndio ilikuwa kipengele. Mtaji ndio kipengele. Kipitu unaitoa wapi ya kununua gari? Lakini before, wakati niko kwenye industry ya logistics, nilikuwa nafahamiana na watu kwamba natafuta mzigo, natafuta transporter, anapakia, anadeliver, analipwa na mimi napata commission yangu. Yes, kwa hiyo nikawa natunza zile commission na mshahara kidogo. Wakati huo nilikuwa nimeshaanza kujenga taratibu wakati nimeajiriwa. Na ulikuwa unajenga wapi? Nilikuwa najenga Kongowe, njia ya kwenda Mtwara. Yes. Ambao kiwanja ulinunua kwa pesa ya mshahara? Nilinunua kwa pesa ya mshahara. Ilikuwa ni kiasi gani kama? Ilikuwa ni milioni 5. Milioni 5? Yes, milioni 5. Na nyumba ulikuwa unajenga ni nyumba kubwa kiasi gani? Ni nyumba ya kawaida tu standard ya vyumba vingapi? Ya vyumba 3 vya kulala, sitting room, dining, kitchen, normal house. Ya kawaida. Yeah. Ambao nyumba unasema ulianza kuijenga mwaka gani? Nyumba nimeanza kuijenga mwaka 2016. Na ukaimaliza mwaka gani? Nimemaliza, by the way sijamaliza mpaka sasa, naendelea kuijenga. Nyumba haishi. Lakini nakaa. Unakaa? Yes. Yani kwa umeijenga kwenye kiwango cha kwamba unaweza ukahamia ukaitumia. Yes. Yeah. Kuna vitu gani ambavyo bado havijaisha kwenye nyumba? Vingi. Kama paving chini,
paving nje. Yes, yeah. Alafu unajua nyumba ukipaka rangi unataka urudie every 1 year, unataka kuchange. Of course ni kama paving, finishing za fence bado. Lakini vitu vingine tayari. Sizitaki zile comments za mbona hujamuuliza alikuwa analipwa shilingi ngapi huko alikokuwa ameajiriwa. Nimemuuliza hilo swali ili itusaidie pia wote kupata picha kamili na kutupa moyo kwenye harakati zetu. Wakati naanza 2013 nilikuwa napokea mshahara wa 300,000 ambao ilikuwa ni take home. Kulikuwa kuna nafasi ya marupurupu? Ilikuwepo, lakini ni kidogo. Na iliwezaje ukajikusanya sasa mpaka ukaweza kununua kiwanja, kujenga nyumba? Wakati mimi nimeajiriwa nilikuwa mdogo. Nilikuwa sina majukumu, nilikuwa sijaoa, sina familia, wazazi walikuwa hawanitegemei mimi hasa kwa sababu nilikuwa niko mdogo. Baadhi wanajiweza kwa kiasi fulani kidogo. Kwa mshahara wa 300,000 kipindi kile 2013 kwangu ilikuwa ni nyingi, na nilikuwa sijapanga, nilikuwa naishi kwa brother. Kwa hivyo kila kitu, kula, kulala, kila kitu ilikuwa ni kwa brother. Kwa mimi mshahara wangu ulikuwa ni wangu mwenyewe, hauna kazi. Kwa nilikuwa nafanya kazi ya kuhifadhi. Sasa baada ya kuacha kazi Singida mwaka 2019 mwishoni, Amiri alirudi Dar es Salaam kwenye kazi yake ile ya mwanzo ya usafirishaji mizigo, lakini awamu hii akawa hajaajiriwa bali alijiajiri kama dalali. Ukimsafirishia mteja mmoja mzigo, ukadeliver vizuri, anakuunganisha na mteja mwingine. Kwa sababu ya trust nilikuwa nayo kwenye kazi, kwa sababu kwenye industry kama ya logistics huu ni mwingi. Mtu anaweza kuchukua kazi kwa mteja, akachukua na hela, safirishe mzigo kabaki bandarini. Kwa hivyo mafanikio yangu pia yametokana na trust ambayo nilikuwa nayo kwa wateja ambayo nilianza nao. Miaka miwili mbele, yani mwaka 2021, Amiri akiwa na ndoto inayomsumbua ya kuanzisha kampuni yake, aliamua rasmi kufanya utafiti wa kujua ni lori gani litakalomfaa. Wakati huo anaanzisha kampuni. Nikaja FAU. Kwa nini FAU? Kwa sababu nilikuwa nasikia FAU ndo magari yao mazuri, japo nilikuwa nayaona tu barabarani au bandarini wakati tukienda kupakia mzigo. Nikasema ngoja nikatembee FAU nije nione magari. Nikauliza watu, madereva, kwa sababu dereva ndo atakwambia gari hili zuri au baya. Yeye ndo anayeliendesha. Kanambia FAU is the best kwa wakati huo. Of course ziko brand nyingi za magari. Na wao walikuwa wanakupa sababu gani kwamba bana kwa nini uchukue FAU na uache wengine? Walikuwa wanasema kwa kipindi hicho, sababu nilikuwa sijamiliki bado. Ndio. FAU ni imara. Yes, ni imara, lakini pia ule ulaji wa mafuta una ufanisi mzuri. Lakini pia hata kwenye barabara ambazo ni ngumu inaweza kuhimili barabara ambazo ni mbaya. Tulivyokuwa tunaongea kabla uliniambia kuhusiana na spare pia. Yes, of course hata spare upatikanaji wake ni popote. Gari hata ikiharibika labda Iringa, Mafinga, Morogoro, anywhere unaweza kuipata spare ya FAU. Kwa hiyo ilinipa moyo na nguvu kusema wacha nijaribu na FAU. Yes, na kuna mtu mmoja pia alinishauri akaniambia kwa kuanza anza na FAU kwa sababu ni gari ambayo kutokana na uimara wake wanasema ina shukrani. Ina shukrani? Yes. Kuna lugha wala kwamba inaweza kukutoa, ni gari ngumu. Yes. Amiri anasema wakati anakwenda kukopa pesa benki hakumshirikisha mke wake. Na wakati nakopa pia sikusema kama nimeoa kwa sababu niliamini kuna wanawake wengine ukimweleza kitu cha mafanikio kama hiki anakuwa na wasiwasi kwamba unaenda kukopa, unaweka nyumba, tutalala wapi? Nilifanikiwa. Kwa kuanzia pale ndo nikaja nikamshirikisha na mke wangu nyumbani. Lakini akaja kuniambia kiukweli ungeniambia wakati ule nisingekubali. Leo hii mwaka 2025 tunazungumza na Amiri wakati akiwa anakabidhiwa lori lake la 7. Kumbuka lori lake la kwanza alilinunua mwaka 2021. Je, amewezaje kuwa na malori 7 katika hiyo miaka 4? Gari la pili kwa sababu nilikopa mkopo wa mwaka mmoja. Kwa sababu mimi niliweka nia kwamba kila nikifanya kazi faida ninayoipata siitumii na nalipa benki. Yes, na natumia kiasi kidogo sana alafu kiwango kikubwa ninachokipata na kipeleka benki kwenye marejesho. Kwa hiyo nilichukua mkopo kwa muda wa mwaka mmoja tu, nikajikuta nimemaliza ule mkopo. Mwaka unaofuata nikakopa magari mawili, kwa maana ya kwamba nikaweka nyumba collateral na gari moja likawa kama collateral lile la kwanza. Starting ilikuwa ngumu lakini kwenye kuendelea ilikuwa rahisi kwa sababu tayari nilishasimama. 2022 nilinunua magari mawili kupitia benki pia. NMB ya wao. Yes, NMB ya wao. 2023
2023 nikaongeza magari mengine mawili. Yes, nikawa na magari 5. Kwa hiyo nikafanya kazi, hii ni 2025 nikanunua magari mengine mawili. Kwa maelezo hayo na kwa matokeo hayo, maelezo ya Amiri yanatupa sisi watazamaji imani kwamba juhudi zake za biashara ya usafirishaji zinalipa. Biashara ni nzuri, ni nzuri, na hapa yenyewe tuna uhitaji wa magari, sababu unajua kuanzia bandari inaendeshwa na DP World. Volume ya mzigo bandari imekuwa kubwa sana. Kwa hivyo uhitaji wa magari umekuwa ni mkubwa. Ni zipi changamoto anazokutana nazo Amiri kwenye biashara yake hii? Kuna baadhi ya wateja sio waaminifu, kishafikisha mzigo wako, mwingine anakuzungusha mpaka mwezi, mwingine anakimbia kulipi kabisa. Challenge nyingine ni madereva, wanaiba. Sio wanaiba mzigo, unamkabidhi gari mfano kama jipya kama hili hapa kwenda safari, ukirudi unakuta amefanya chinchikota ya matairi. Amiri hajafikisha hata miaka 35 ya kuzaliwa, lakini juhudi zake zinampa maisha na faida. Wanasema kila mmoja ana starehe zake. Za Amiri ni zipi? Mimi sinywi pombe, wala sivuti sigara. Starehe kubwa mimi ni movie na kulala. Outing na familia, hiyo pia nafanya, ni starehe pia. Bado Amiri hajafikia anapopataka. Ndoto yake kubwa bado haijatimia. Ni kuja kuwa msafirishaji mkubwa, nifikie wasafirishaji wakubwa kama kina Mo, yes, kina GSM, Baresa. Nikiripoti kutokea kwenye makao makuu ya kampuni ya FAW Tanzania, Tazara, Dar es Salaam, mimi ni Millard Ayo, Ayo TV.